kuuliza swali kwanza ni kupongeza kujumuisha katika kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kwa mara nyingine tena. Sasa nakuja kwenye swali la msingi. Kama mchezaji mwakilishi wa wenzako ambao umebakia kambini, lakini pia mmemsaidia mwalimu upande wa uwanjani. Hebu tuambie maandalizi yenu kuelekea mchezo wa kesho, kile ambacho mmeelekezwa na mwalimu Baraza, nyinyi kama wachezaji mmekipokeaje? Sisi kama wachezaji tumeyapokea vizuri kwa asilimia zote. Nafikiri Mwenyezi Mungu atujalie tu kesho tuke salama kile ambacho tumepewa na walimu wetu, kwa kesho tunakwenda kufanyia kazi. Nyingine hakuna mechi nyepesi, tunafahamu mchezo wa kesho ni mgumu. Kwa hiyo tunahitaji kupambana mpaka pale filimbi ya mwisho itakapoanza. Mwalimu amewaelekeza mengi uwanjani. Wewe unakwenda kucheza na timu pia ambao umewahi kucheza nayo. Kwako wewe inakupa advantage kwenda kucheza nao au unaingia kwenye mchezo huu unawaza nini hasa? Niseme sio mara ya kwanza kucheza nao. Kwa hiyo sina pressure yoyote. Kwa hiyo kile mechi tu itakuwa nzuri, sina pressure yoyote kwa sababu sio mara ya kwanza kucheza sehemu nilikotoka. Alama 33, michezo 24. Kesho mnakwenda kucheza mchezo wa 25. Kama wachezaji mkikaa mnaambiana nini kuhusiana na hizi alama mlizonazo na alama ambazo mnapaswa kuziongeza? Kwanza bado tuko sehemu salama sana, lakini kikubwa bado malengo ya timu hayajatimia. Kwa hiyo tunahitaji kupambana mpaka pale ligi itakapokwisha. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba 33 labda ndio malengo ya timu au ndio ligi tumaliza. Hapana, ligi bado inaendelea. Kwa hiyo bado tunaendelea kupush. Pale tulipoishia tunaendelea kuendeleza. Michezo hii ya ligi kuu, matokeo yake ndio ambayo tunayaona kwenye National Team Collab. Wewe ni mmoja kati ya wachezaji baada ya kuonyesha kiwango kizuri kwenye upande wa ligi, ndio maana umeweza kujumuisha kwenye timu ya taifa. Kwako wewe inaongeza hamasa kiasi gani pia kuelekea kwenye michezo hii ya mwisho ya msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara? Niseme inakupa hamasa kubwa kwa sababu unatakiwa uendelee kupambana ili uendelee kuitwa. Kwa hiyo pale ulipoishia inabidi uendeleze ili uendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo cha msingi ni kupambana tu, kuomba Mungu akuepushe na majeraha, upate mechi ili wazidi kuona kile kitu ambacho wao wamehitaji wewe ukakifanyie kazi.